Bana Juma Jux kutoka katika nchi ya Tanzania kwa hivi sasa yupo katika nchi ya Nigeria. Ni almost wiki mbili mfululizo amekuwa katika nchi hiyo ya Nigeria akiwa anajiandaa kwa ajili ya wedding. Sasa huko Nigeria Juma Jux video zake zimesambaa sana, picha zao zimekuwa zikisambaa, especially katika kipindi hichi cha wiki hizi mbili wamekuwa wakionekana wakiwa pamoja, na maandalizi haya yote unayoona basi ni kwa ajili ya traditional wedding, yani ni harusi ile ambayo ni ya kitamaduni kutoka katika nchi hiyo ya Nigeria. Kwa sababu Juma Jux kutoka katika nchi ya Tanzania alifanya harusi mbili, ambazo harusi ya kwanza ilikuwa ni harusi ya Kiislamu, harusi ya pili ikawa ni harusi ya kiserikali, ambazo zilipishana tu tarehe. Lakini sasa hapa huko Nigeria ambacho basi kimenishangaza zaidi ni baada ya Juma Jux kuposti picha zake pamoja akiwa na mpenzi wake, lakini pia page za Nigeria zimeanza kushambulia na kuonekana kwamba zinafurahishwa na hili jambo. Hii hapa ni page ya mwamba anaitwa Mazitu Nedu. Huyu hapa hivi ana followers 4,300,000 kutoka katika ukurasa wake wa Instagram. Aliandika katika picha yao kwamba this wedding is going to be the talk of town, yani harusi itaenda kuwa ni harusi ambayo itaenda kuongelewa sana mjini. Lakini pia Iyabo Ojo's daughter, yani mtoto wa Iyabo Ojo, Priscilla, and ya Tanzania boo Juma Jux, na mpenzi wake ambaye mwanaume wake ni Juma Jux. Sasa anasema kwamba hivi Tanzania musician Juma Jux. Sasa hii hapa ameweka katika lugha ya Kiingereza, mimi nitaiweka katika lugha ya Kiswahili ili uweze kuelewa nini ambacho nilikuwa ninakiongelea hapa. Sasa wameandika hivi: msanii wa Tanzania Juma Jux na Priscilla Ojo wametangaza kuwa harusi yao ya kitamaduni ya Kinigeria basi imepangwa kufanyika tarehe 17 Aprili 2025. Hii inafuatia sherehe zao za awali zilizofanyika Tanzania. Harusi ya Kiislamu iliyofanyika inayoitwa nikah. Harusi hii ilifanyika tarehe 7 Februari 2025 jijini Dar es Salaam. Kimaanisha kwamba harusi ilifanyika mwezi wa pili tarehe 7 2025 hapa Dar es Salaam. Na harusi yao ya kiserikali ambayo ilifanyika tarehe 13 mwezi wa pili 2025. Pris Ojo ambaye ni Priscilla ambaye ndo mpenzi wake Juma Jux. Sasa ni binti wa mwigizaji maarufu wa Nigeria. Wamejaribu kumuelezea Priscilla ni nani na Priscilla kwa nini ana trendi sana. Kwa nini Juma Jux? Kwa sababu Juma Jux ingekuwa amemchukua tu mwanamke ambaye ni katika familia tu ya Nigeria ambaye hajulikani Nigeria kwa ukubwa, basi ingekuwa wala hata hamna mtu ana concentrate. Lakini kwa sasa Juma Jux amemchukua mtoto wa star ambaye wanaita Priscilla Ojo. Ni binti wa mwigizaji maarufu wa Nigeria. Huyu wanamuita Iyabo Ojo, ambao sherehe yao inatarajiwa kufanyika Lagos na inatarajiwa kuunganisha utamaduni wa Kitanzania na utamaduni wa Kinigeria. Lakini pia wanataka kusherehekea muungano wa watu hao wawili, muungano wa nane, Juma Jux pamoja na Priscilla. Video zao nyingi sana zimekuwa zikisambaa katika jiji la Nigeria, lakini pia zimekuwa zikisambaa katika mitandao mbalimbali, especially katika nchi ya Tanzania, lakini pia katika nchi ya Nigeria. Wa Nigeria wengi sana ambao walikuwa wanamfahamu Priscilla kuanzia akiwa mdogo, familia yake. Kwa hiyo Priscilla ni mtoto ambaye ametoka katika familia ambayo ni ya kishua kwa namna moja au nyingine, ni familia ya kistar. Kwa hiyo hata ndio maana Juma Jux wa Nigeria wengi wanamfuatilia, kwa sababu mtoto huyu pia mashabiki wa baba yake Priscilla wamekuwa wakimfuatilia Priscilla, ambaye Priscilla pia ni actor, yani ni mwigizaji na yeye pia, ambaye kwa namna moja au nyingine mchango wake katika swala zima la utamaduni. Utamaduni ambao wanaongelea hapa pia wanaenda kuunganisha industry mbili, wanaenda kuunganisha viwanda viwili vya burudani, kiwanda cha movie kutoka katika nchi ya Nigeria, lakini pia na kiwanda cha burudani kutoka katika nchi ya Tanzania. Hapa ni Juma Jux ambaye ni kiwanda kutoka katika nchi ya Tanzania cha burudani, lakini na pia Priscilla ambaye ni actor katika nchi hiyo ya Nigeria na ni actor mkubwa sana. Mpaka kuna movie ambayo Juma Jux alienda siku ya kuitambulisha, watu wengi walikuwa wanamkimbilia sana Juma Jux. Kikubwa zaidi ambacho nilishangaa ni watu walivyokuwa wanaimba Olufemi. Waliimba Olufemi A to Z. Ilikuwa ni kama vile surprise kwake Juma Jux. Juma Jux alipokelewa na surprise ya watu ambao sidhani kama atakuja tena kuona kitu kama kile katika maisha yake, na sidhani kama angekuwa
na mwanadada ambaye ni Vimane mpaka kwa hivi sasa, labda kama wa Nigeria wangeza kuimba vitu vina, labda kama wangekuwa na effort ya kibiashara katika nchi ya Nigeria. Ila tofauti na hapo, ilikuwa tu ni mpango wa Mwenyezi Mungu kwamba Juma Jux akutane na mwanamke huyu, afu mwisho wa siku ndo atatrend katika nchi ya Nigeria. Sasa kwa hivi sasa mpaka unavyoona haya yote, katika ukurasa wa mwamba huyu anazidi kuelezea, anasema kwamba ongereni sana na watakia kila laheri katika safari yenu, yani safari yenu ya ndoa hii mpya. Lakini pia akawaomba wa Nigeria waeke makopa katika peji yake, kwa sababu ni kitu ambacho kama unawakubali watu hao wawili ambao harusi yao itakuwa ni harusi ambayo itatrendi sana katika mji wa Lagos, basi dondosha makopa. Juma Jux mpaka kwa hivi sasa hata Harmonize mwenyewe katika siku ya leo ameweza kuingiza baridi, kwa sababu alianza kuongelea jambo hili katika njia ambayo ni ya positive, na amesema kwamba anafurahishwa na hichi ambacho mpenzi wake Juma Jux amekuwa akikifanya, na amekuwa amemfanyia makubwa sana, kiasi cha kwamba Juma Jux katika nchi ya Nigeria kwa hivi sasa anaonekana kwamba kwa Watanzania wengi yeye ndo ameshikilia ufunguo wa nchi hiyo kwa hivi sasa, kwa sababu watu wengi kutoka katika nchi ya Tanzania walikuwa wanapambana vita ya wa Nigeria. Ila kwa sasa hivi Juma Jux ameenda connect mataifa haya mawili ambayo katika kipindi kikubwa sana Diamond Platnumz, Harmonize, Rayvanny walikuwa wanapambana sana kwa ajili ya kuweza basi kufanya collaboration na wasanii wa nchi hiyo. Na kipindi hicho cha nyuma ilikuwa collaboration kufanya nao ilikuwa kama una milioni 50 kwa miaka 2017 2018, ilikuwa kama una milioni 50 basi kufanya collaboration na Nigeria ilikuwa ni kamzozo. Ila kwa sasa kwa muunganiko huu wa Juma Jux pamoja na mpenzi wake, kwake yeye naona kabisa itakuwa ni rahisi, kwa sababu ameshaweza connect industry ambazo zitakuwa zinaanza kutegemeana kwa namna moja au nyingine. Juma Jux katika nchi ya Nigeria atazidi kutrend, kwa sababu nchi ya Nigeria mpaka kwa hivi sasa ina population ya watu almost milioni 200. Population ya watu wa milioni 200 population ambayo ni kubwa sana, na ndio maana wa Nigeria wengi ambao wako Nigeria plus wa Nigeria ambao wako nje ya Nigeria, basi kwa namna moja au nyingine, na ndio maana hata katika nchi ambazo wanaendaga basi wa Nigeria wanakuwa ni wengi katika show zao, kwa sababu hata katika nchi yao wenyewe walitoka wakaenda katika mataifa mengine, sababu population yao ni kubwa sana. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Haya ndio yaliyojiri katika mitandao ya kijamii, especially jambo hili ambalo linamhusu Juma Jux na wa Nigeria wanavyompokea Juma Jux kwa hivi sasa. Je, una lipi la kusema kwa haya ambayo Juma Jux anayafanya huko Nigeria? Kibiashara amewin, lakini pia itakuwa kuaje katika siku za usoni endapo kama Juma Jux akiachana na mwanamke huyu? Hii vita ataizuia vipi? Kuna dalili kubwa sana ya kumkosa Juma Jux katika siku zijazo. Labda tu Mwenyezi Mungu amtie nguvu, amwekee uwepo mzuri wewe hapo kuendelea basi kwenda kukaa katika heri na baraka, kwa sababu ni mambo ambayo yatakuwa ni magumu sana. Kwa mfano kama Burna Boy alivyoachana na mpenzi wake wa Ghana, ilikuwa ni changamoto sana, kwa sababu wa Ghana walikuwa wanamshambulia Burna Boy na wa Nigeria pia wanawashambulia wa Ghana, sababu ilikuwa ni matusi katika mitandao ya kijamii. Basi Mr. Kola lazima kwa muda huu. Hii ni Harmonize News, na hapa ndipo kiwanda cha burudani kilipo. Bye bye for now.